أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Assalamu alaikum wanamizani mahali popote mlipo. Taarifa tulionayo hii leo, ambapo leo ni siku ya Jumamosi, ikiwa ni mwezi 21 wa mwezi mtukufu Ramadhani, sawa na tarehe 22 Machi 2025. Wakati mgogoro mkubwa bado ukiendelea katika Mashariki ya Kati na katika Asia Magharibi, gazeti la New York Times la Marekani limemwambia rais wa Marekani Donald Trump kwamba Marekani haitoweza kuwashinda wanamukawama wa Yemen, yani Ansarullah, katika vita ilivyoanzisha baina ya Marekani na kundi hilo la wanamukawama wa Yemen. Kadhalika, Rais Trump ametahadharishwa kwamba vita baina ya Marekani na Iran ambavyo Trump anavipigia upatu ili aanzishe vita hivyo havitoweza kufanana na maonyesho ya utembeaji wa wanamitindo ambayo Trump anafikiri kuwa inaweza kuwa mapambano baina ya Marekani na Iran yanaweza kuwa katika sura hiyo na mepesi kiasi hicho. Lakini vile vile Ufaransa inapinga wazo la Israel la kuyatwaa maeneo ya Gaza na kuyafanya kuwa Falastini na katika ukingo wa Magharibi. Lakini Ufaransa inawazo kuwa njia pekee ya kuleta suluhu ya kudumu katika Mashariki ya Kati baina ya Falastini na Israel ni kuanzishwa kwa mataifa mawili, na haiko tayari kuiunga mkono Israel katika kupora maeneo zaidi ya Wafalastini. Teddy Galen Carpenter, mchambuzi mashuhuri wa masuala ya kijeshi ya Marekani, amemtahadharisha rais wa nchi hiyo Donald Trump na matokeo hatari ya kuanzisha vita baina ya Marekani na Iran. Carpenter ametoa indhari hiyo kwa rais wa Marekani Donald Trump katika makala iliyochapishwa kwenye jarida analolihariri la The American Conservative. Mchambuzi huyo masuala ya ulinzi na sera za nje amemhutubu Trump kwa kumwambia vita na Iran havitakuwa kama wanamitindo wanaotembea katika maonyesho ya mitindo, akiashiria chokochoko zinazofanywa na maseneta wa Marekani wenye msimamo mikali wanaomchochea Donald Trump juu ya swala hilo. Carpenter ameeleza kwenye makala yake hiyo kwamba watu wenye msimamo mkali wamejaribu kupuuza maonyo yanayotolewa kwamba uingiliaji wa kijeshi unaweza kusababisha hatari ya kuanza vita vingine visivyo na mwisho katika Asia Magharibi. Carpenter, ambaye ni profesa na mhadhiri wa taaluma ya ulinzi na sera za nje katika taasisi ya Cato, ameashiria madai ya Trump kwamba vita hivyo havitadumu kwa muda mrefu na vitamaanisha kuangamizwa Irani, na akasema majigambo ya aina hii yanakumbusha kauli ya Kenneth Edman, aliyekuwa naibu wa waziri wa zamani wa ulinzi wa Marekani Donald Rumsfeld kabla ya vita vya Iraq mwaka 2003. Akifafanua hilo, mchambuzi huyo amesema Edman alitabiri kwamba vita vya kumpindua Saddam Hussein, dikteta mwenzake wa Iraq, vitakuwa kama wanamitindo wanaotembea kwenye jukwaa la maonyesho ya mitindo, lakini utabiri wake haukutimia na zaidi ya wanajeshi 4,000 wa Marekani walipoteza maisha katika vita hivyo baina ya majeshi ya Iraq na yale ya Marekani. Mchambuzi huyo wa Kimarekani ameongeza kwa kusema kuwa kuna sababu kadhaa zinazoonyesha kuwa vita dhidi ya Iran havitakuwa sawa na utembeaji wa wanamitindo kwenye jukwaa la maonyesho ya mitindo. Kufanya hivyo kwa matarajio kuwa shambulio la gharama ndogo na la umwagaji mdogo wa damu litaleta ushindi wa hakika na wa haraka kwa Marekani kuna maanisha jinsi wachukuaji maamuzi walivyofikia kwenye kilele cha upumbavu. Serikali ya Trump inapaswa kujiepusha na kutumbukia kwenye shimo kama hilo. Trump, ambaye yeye mwenyewe alikiuka mapatano ya nyuklia na Iran ya JCPOA yaliyofikia mwaka 2015 kwa kuitoa Marekani kwenye makubaliano hayo miaka mitatu baadaye katika mwaka 2018, siku hizi amekuwa akitumia lugha za vitisho dhidi ya Iran katika harakati zake za kujaribu kuishawishi Jamhuri ya Kiislamu ifanye mazungumzo na Washington, jambo ambalo linapingwa sana na kwa nguvu zote na viongozi wa Uajemi.
Wakati Trump akitoa vitisho na kujigamba majigambo ya kila namna huko Tehran, mji mkuu wa Iran, akizungumza mnamo siku ya Ijumaa Machi 21, 2025 katika kikao cha maelfu ya watu wa matabaka tofauti katika siku ya kwanza ya mwaka wa Kiiran wa 1404 Hijiria Shamsia kwa mujibu ya kalenda ya Kiislamu inayohesabiwa kwa kutumia jua. Ayatollah Ali Khamenei, kiongozi mkuu wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, amesisitiza kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran haiogopi vitisho vya Marekani na kwamba iwapo italisababishia madhara yoyote taifa la Iran itapata kipigo cha kofi kali. Matamshi hayo ya kiongozi muadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu yana umuhimu mkubwa katika pande mbalimbali za ndani na nje ya Iran. Katika upande wa nje, unaweza kutaja sehemu tatu muhimu zilizoashiriwa katika hotuba ya Imam Khamenei. Sehemu ya kwanza ni mwamko wa utambuzi wa mataifa ya dunia kuhusu dhulma na jinai zinazofanywa na utawala wa Kizayuni wa Israel dhidi ya watu wa Palestina kwa uungaji mkono wa moja kwa moja wa nchi za Magharibi zikiongozwa hasa na Marekani. Utawala wa Kizayuni uliendesha vita vya mauaji vilivyodumu kwa muda wa miezi 15 dhidi ya watu wasio na hatia wala ulinzi wa ukanda wa Gaza na kufanya mauaji ya halaiki ya wazi na makusudi yaliyopangwa mapema dhidi ya watu hao madhulumu. Japo kuwa viongozi wa Kizayuni wanadai kuwa wameshinda vita kwa sababu ya ugaidi na mauaji ya halaiki yaliyofanywa dhidi ya wakazi wa Gaza, lakini moja ya matokeo muhimu na ya wazi ya vita hivyo ni kuongezeka mwamko, hasira na kuchukizwa mataifa ya dunia na jinai zinazofanywa na zinazoendelea kufanywa na utawala khabithi wa Israeli unaokalia kwa mabavu Kudsi tukufu dhidi ya Wafalastini. Swala hilo lilitiliwa mkazo katika hotuba ya kiongozi huyo wa mapinduzi ya Kiislamu siku ya Ijumaa Machi 21, 2025. Akiashiria hasira hiyo ya kimataifa kuhusu jinai za utawala katili wa Israel, Ayatollah Khamenei amesema leo hii uhabithi wa utawala katili wa Israel umeumiza nyoyo za mataifa mengi yakiwemo hata yale yasiyo ya Kiislamu. Picha unayoiangalia ni mamia ya watu wa matabaka mbalimbali ya watu waliofika kusikiliza hotuba ya Ayatollah Khamenei wakati wakitoa msimamo wa taifa hilo kuu la Kiislamu katika ulimwengu wa siasa za kimataifa. Sehemu ya pili ya hotuba hiyo ilihusu kuwakumbusha wa Marekani na watu wa Ulaya kuhusu makosa yanayofanywa kuhusiana na makundi ya mukawama. Wamarekani na wazungu, yaani watu wa Ulaya, wamedai mara kwa mara kwamba makundi ya mukawama ni makundi yanayopigana na kuendesha mapambano kwa niaba ya Jamhuri ya Kiislamu. Licha ya ukweli kuwa Iran inayaunga mkono kikamilifu makundi hayo ya mukawama, lakini imetangaza wazi kuwa haina makundi yoyote ya niaba yanayopigana kwa ajili yake. Katika hotuba yake ya siku ya kwanza ya mwaka wa 1404 Hijiria Shamsia, Ayatollah Khamenei ameitaja tafsiri ya wanasiasa wa Marekani na Ulaya kuhusu makundi ya mukawama kwa kuyatuhumu kuwa makundi ya niaba na kusisitiza kuwa hilo ni kosa kubwa na hatua ya kuyavunjia heshima. Amehoji niaba ni kitu gani? Wananchi wa Yemen na vituo vya mukawama katika eneo hili wana msukumo wa ndani wa kusimama dhidi ya Wazayuni na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran haihitaji niaba wala mwakilishi na mtazamo wao unajulikana wazi. Sehemu ya tatu ya kimataifa katika hotuba ya kiongozi huyo wa muadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu ni jibu lake kwa vitisho vya hivi karibuni vya watawala wa Marekani, akizungumzia suala la rais wa Marekani Donald Trump ambaye ameingia ikulu ya White House kwa mara ya pili na kutaka kufanya mazungumzo na Iran kwa upande mmoja na kuitisha kwa upande mwingine, akidai kwamba ikiwa Iran haitakuwa tayari kufanya mazungumzo italazimika kubeba matokeo ya uamuzi wake huo. Kwa maneno mengine ni kwamba Trump anaitishia Iran kuwa atatumia nguvu za kijeshi dhidi yake iwapo haitakubali kufanya mazungumzo dhidi ya mashinikizo na vikwazo. Mtazamo wa Trump ni kwamba anaweza kufikia malengo yake kuhusiana na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa kutumia lugha ya mabavu na vitisho. Kuhusiana na hilo, kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu katika hotuba yake ameichukulia lugha ya vitisho dhidi ya taifa kubwa na shupavu la Iran kuwa ni lugha isiyo na tija na iliyofeli, huku akisisitiza kuwa Wamarekani wanapaswa kutambua vizuri kwamba hawatafika popote kwa kutumia vitisho dhidi ya Iran. Ayatollah Khamenei ametilia mkazo suala hilo kwa kusema wao na wengine wafahamu kuwa wakilifanyia uhabithi taifa la Iran watazabwa makofi makali. Wakati huo huo, hii leo Machi 22, gazeti la New York Times limeandika kuwa Marekani haitaweza kutoa pigo kwa Yemen katika mashambulizi yake ya kichokozi dhidi ya nchi hiyo ya Kiarabu. New York Times
limetathmini kuwa operation za kijeshi za Marekani dhidi ya harakati ya Ansarullah ya Yemen haziwezi kuisambaratisha harakati hiyo na kutoa pigo kwa Yemen, na hivyo kuondoa tishio kwa meli zenye mafungamano ya utawala wa kizayuni wa Israel katika Bahari Nyekundu. Gazeti la New York Times limeandika kuwa wachambuzi wa masuala ya Asia Magharibi waliohojiwa na gazeti hilo wanaamini kuwa wanamapambano wa harakati ya Ansarullah, ambao gazeti hilo limewataja kuwa ni wanamapambano wa Ansarullah wa Yemen, wamedhihirisha uwezo wao wa kuendesha mapambano mkabala wa nguvu za kijeshi zinazoonekana kuwa bora zaidi, yani Marekani, na kama wanavyodai wanasiasa wa kimagharibi, wanamapambano hao hawaitegemei Iran. Gazeti hilo la New York Times limeendelea kuandika kuwa Jack Kennedy, mkuu wa kitengo cha masuala ya dharura cha Mashariki ya Kati na Kaskazini mwa Afrika katika kampuni ya S&P Global Marketing Intelligence, amesema operesheni moja ya kijeshi, hasa operesheni ya mashambulizi ya anga, haitoshi kutoa pigo la kudumu kwa wapiganaji wa Ansarullah wa Yemen na kusimamisha kabisa mashambulizi yao. Gazeti hilo limeendelea kuandika kuwa makampuni makubwa zaidi ya meli duniani yameepuka kupitisha meli zao katika Bahari Nyekundu na sasa yamelazimika kutumia njia ya muda mrefu kuzunguka bara la Afrika, wakihofia mashambulizi ya harakati ya Ansarullah kufuatia kuongezeka kwa mivutano huko Asia Magharibi kulikosababishwa na mashambulizi ya vita vya Israeli dhidi ya Gaza mwezi Oktoba mwaka 2023. Picha unayoangalia ni moja ya meli ya Marekani ambayo inateketea kwa moto baada ya kushambuliwa vibaya na wapiganaji wa Ansarullah, jambo ambalo Marekani wala mataifa ya Magharibi haikuwa ikifikiri kuwa jambo kama hilo linawezekana. Lakini sasa hivi Marekani imekuwa ni nchi inayodharauliwa badala ya kuheshimiwa kama taifa kubwa duniani. Wana mapambano Ansarullah wamekuwa wakizishambulia meli zinazoelekea Israeli katika Bahari Nyekundu ili kuwaunga mkono wananchi wa Palestina dhidi ya mashambulizi ya Israeli huko Gaza. Wamekula kiapo kwamba hawatoacha kuishambulia meli hizo hadi pale Israeli itakapoacha kuua na kushambulia wananchi wa Gaza wasiokuwa na hatia wala ulinzi wowote. Wakati huo huo, taarifa iliyotolewa na Ufaransa hii leo Machi 22, 2025 imesema kuwa Ufaransa imepinga kauli ya waziri wa ulinzi wa Israel Katz, anayetishia kwamba nchi yake inaweza kutoa baadhi ya maeneo ya Gaza ikiwa wanamgambo wa Hamasi hawatowaachilia huru mateka waliosalia. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Noël Barrot amezungumza na waandishi wa habari mjini Brussels, Ubelgiji, wakati wa mkutano wa Umoja wa Mataifa. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Noël Barrot amesema Ufaransa inapinga aina yoyote ya unyakuzi wa ardhi ya Palestina, iwe katika ukanda wa Gaza au kwenye ukingo wa Magharibi unaokaliwa kwa mabavu na Wazayuni. Hayo yanakuja ni baada ya waziri wa ulinzi wa Israel Katz kutishia hapo mnamo siku ya Ijumaa Machi 21, 2025 kutoa baadhi ya maeneo ya Gaza na kuyajumuisha kama himaya ya Israel ikiwa wanamgambo wa Hamasi hawatoachilia huru mateka waliosalia. Akiwa katika mji wa mashariki mwa Ufaransa wa Dijon, Barrot amesema mustakabali wa eneo hilo utawezeshwa na suluhu ya mataifa mawili kati ya Israel na Palestina. Hayo yanaarifiwa wakati Israel imezidisha mashambulizi yake huko Gaza na kusambaratisha hali ya utulivu iliyoshuhudiwa katika eneo lililokumbwa na vita. Jeshi la Israeli limewataka hapo jana siku ya Ijumaa Machi 21, 2025 wakazi wa maeneo ya Asalatin na Al-Karama na Al-Waida kusini mwa Gaza kuhama makazi yao kabla ya mashambulizi makali yanayotarajiwa kufanywa kwa nia ya mauaji ya watu wa Palestina. Picha zinaonyesha sehemu mbalimbali ambapo vifaru vya Israeli vinaingia katika matayarisho na makusudio ya kutaka kuangamiza kizazi cha Palestina katika ukanda wa Gaza. Jeshi la Israeli limesema limefanikiwa usiku wa Ijumaa kuamkia Jumamosi Machi 22 katika mji wa kusini wa Ashkelon kudungua makombora mawili yaliyofyatuliwa na Hamas iliyodai kuwa shambulio hilo ni jibu kwa mauaji yanayoendelea dhidi ya raia huko Gaza. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz ameonya kwamba watazidisha mashambulizi ya angani, majini na ardhini hadi mateka wote watakapoachiliwa na kushuhudia Hamasi ikishindwa, na kusisitiza kuwa watatumia shinikizo zote za kijeshi na za kiraia. Wimbi hilo jipya la mashambulizi ya Israeli huko Gaza
limefanyika kwa uratibu wa serikali ya Rais Donald Trump wa Marekani, hatua iliyoibua ukosoaji mkubwa. Uturuki imelaani shambulio la makusudi la Israeli kwenye hospitali iliyojengwa na nchi hiyo huko Gaza, huku rais wa Urusi Vladimir Putin akielezea kusikitishwa na mashambulizi mapya ya Israeli. Rais wa Urusi Vladimir Putin pia ameikingia kifua Iran kuhusu mradi wake wa nyuklia salama, ambapo amesema Urusi inaikingia kifua na itashikamana pamoja na Iran katika kuendeleza mradi wa nyuklia wa Iran na itakuwa tayari kuihami Iran endapo kutakuwa shambulio lolote au kitisho chochote dhidi ya usalama wa Iran. Wakati huo huo, kwa siku kadhaa sasa, maelfu ya watu wamekuwa wakiandamana mjini Jerusalem wakimtuhumu waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu kwa kuanzisha tena operesheni za kijeshi kwa kuua watu katika ukanda wa Gaza bila kujali usalama wa mateka wa Kiisraeli wanaoshikiliwa na Hamas. Baadhi wamekuwa wakimtaka ajiuzulu kwa kushindwa kwake katika jukumu lake la kuwalinda raia wa Israeli wote, wakimtuhumu pia kutaka kuyumbisha demokrasia kwa faida zake za kisiasa ili tu mradi yeye asalie madarakani. Hata rais wa Israel Isaac Herzog ameelezea wasiwasi wake kuhusu hatua ya serikali ya Netanyahu, akisema haiwezekani kuanzisha mapigano na wakati huo huo uendelee na mchakato wa kuwarejesha nyumbani mateka takriban 58 ambao bado wanashikiliwa na Hamas. Mazungumzo ya amani yalivunjika wakati Israel ilipokataa kuanzisha awamu ya pili ya makubaliano ya kusitisha mapigano ambayo vipengee vyake vilitaka Israel kuviondoa kabisa vikosi vyake huko Gaza na Hamas kuachia mateka wote waliosalia mikononi mwake. Hayo ndio yaliyopita katika kipindi cha masaa 24 yaliyopita, ambapo vita baina ya Hamas na Israel bado vinaendelea, na huku vitisho vya Donald Trump dhidi ya Wahuthi wa Yemen vikiendelea pia na mapigano, huku pia akiitishia Iran kwamba ataishambulia kwa kutumia silaha. Iran imekuwa ikisisitiza mara kwa mara, kuanzia majenerali hadi wanasiasa wa ngazi za juu wa Iran wamekuwa wakisisitiza kuwa serikali au majeshi ya Marekani hayana uwezo wa kuweza kuidhuru Iran, na endapo itajaribu kuishambulia Iran, basi hasara kubwa zaidi itakuwa ni ile itakayoyakuta majeshi ya Marekani pamoja na wasaidizi wao katika eneo la Mashariki ya Kati. Hayo ni mambo mazito ambayo yanaelekea kuwa vita viko ukingoni, na jukumu kubwa ambalo linalohitajika kuzuia vita hivyo ni njia mbili. Njia ya kwanza ni diplomasia chini ya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, lakini vile vile ulimwengu kusimama pamoja na wale wapenda amani kuzuia mapambano hayo ambayo yataleta athari kubwa sana duniani. Lakini vile vile njia ya pili ni Mwenyezi Mungu kuweza kusimama katika mioyo ya watu wanaokusudia kufanya hayo na kuweza kuzivunja nyoyo za watu wenye nyoyo za kinyama ambao hawaoni tatizo wala hawaoni kuwa ni hasara wala hawaoni aibu kuwadhuru na kuwaua bure watu wasiokuwa na hatia. Tuzidi kumuomba Mwenyezi Mungu katika siku hizi 10 za mwisho wa mwezi wa Ramadhani, siku ambazo ndani yake mna usiku mmoja ulio mkubwa zaidi kuliko siku zote, usiku ambao huteremka malaika Jibril, usiku ambao unajulikana kuwa ni usiku wa Lailatul Qadr. Wale wanaokaa misikitini katika muda wa siku 10 kwa maana ya itikafu kamili, nao vile vile tunapaza sauti zetu kuwaomba wa katika maeneo waliokaa katika misikiti wanyanyue mikono yao kumwomba Mwenyezi Mungu nyakati za usiku, kumwomba Mwenyezi Mungu ajalie amani na adumishe amani hasa katika nchi yetu, na waokoe wa Palestina ambao wanauliwa na kufukuzwa katika nchi yao, jambo ambalo ni dhulma kupita kiasi, huku ulimwengu ukishuhudia kiongozi na kiranja anayejifanya kuwa ndio kiongozi mkuu wa dunia na mpenda amani na mpenda demokrasia Marekani, ambaye ndio anaongoza kumwaga damu za Waislamu na wananchi wasiokuwa na hatia waliopo katika Palestina. Suratul Fil na Suratul Lahab ni muhimu sana ndugu zangu Waislamu, kwa japo kuwa upate hata 3 kwa siku, kwa umoja wetu na dunia nzima kadri tunavyoomba, inshallah kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu salama itapatikana, amani itapatikana, na Palestina huru itakuja kupatikana kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe Mizani Online TV ili uendelee kupata mfululizo wa vipindi vijavyo.